Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Vipingamizi vimeelekea kwenye baadhi ya nchi ikiwemo UAE ambayo yenyewe inadai kulipwa fidia kutokana na hasara ambayo wanadai wameipata kutoka kwenye mashambulizi yaliyofanywa na Irani kuelekea kwenye nchi yao, pamoja na kufungwa kwa mfereji wa Hormuz ambao umezidi kuwapa hasara zaidi wao. Kwa hiyo ndio ziara ambayo inaelekea huko. Ziara ngumu kabisa ya kimkakati, kwa sababu ni ziara ambayo inakutuma kwenda kufanya kazi ambayo hukukubaliana nayo kuanzia mwanzo. Yaani wakati mko kwenye rai ya maoni kabla ya kufanya jambo, mnakutana, bosi anawaambia tunataka kufanya mission fulani. Katika hiyo mission wewe ndio unakuwa mpinzani mkubwa wa hiyo mission. Lakini bosi anafanya maamuzi yake kama bosi. Kwa sababu ni bosi anaamua kama bosi, inabidi utekeleze uamuzi wa bosi. Kwa hiyo kama uamuzi wa bosi umeamuliwa kuwa hivyo, na wewe inabidi ukubaliane na uamuzi wa bosi. Lakini uamuzi wa bosi unaenda kufeli mbele. Kama uamuzi wa bosi unaenda kufeli mbele, matokeo yake ni yapi? Matokeo yake inabidi ukubaliane na uamuzi wa bosi. Sasa uamuzi wa bosi umefeli. Bosi anakuagiza wewe uende ukaklie kitu ambacho wewe ulikikataa mwanzo. Hii ndio nafasi ambayo huwa ninaizungumza mara kadhaa, kuwa tumekuwa na dunia yenye viongozi wasiowajibika. Tuna dunia yenye viongozi wasiowajibika. Licha kuwa inabaki kuwa haya ilikuwa ni maamuzi ya serikali kama serikali, lakini ukisoma na ukitazama nyuma utagundua kuwa viongozi wengi waliopita huku nyuma, pale walipokuwa hawakubaliani, mtu alikuwa na resign. Anaamua kwa mimi najitoa, siwezi kukubaliana na uamuzi huu. Kwa hiyo anatoka moja kwa moja, ana resign. Tofauti kabisa na hivi sasa, kuwa mtu anaweza kuzungumza jambo jingine na utendaji ukaenda jingine, ukaharibu hata kile kilichokuwepo, lakini pia ukaona kuwa watu wakafunika kombe, wakalinda vyeo, nafasi na fedha na kila kitu. Ndio hiki ambacho unachoweza kukiona. Ni vigumu sana kusema kuwa Marco Rubio anaweza kuwajibika, kwa sababu hivi sasa anaweza kusema kuwa najiuzulu kwa sababu serikali tulioamua imeshindwa kutekeleza au imeshindwa kufanya kile, na leo natumikia kile ambacho nilikipinga. Yaani umeshindwa kuwajibika. Lakini Rubio ni mtu anayeuwaza uraisi. Hawezi kutoka kwenye system hivi sasa. Hawezi kutoka kwenye vyombo vya habari, wala hawezi kutoka kwenye nadharia yoyote. Atabaki kuendelea kuwa pale pale. Hili swala nadhani nitalizungumza vizuri kwenye YouTube hapo baadaye, kiasi chake, kuhusu ziara ya Marco Rubio na kile ambacho kinatokea kati yao na UAE. Jamani, wakumbushe kuwa tumerejesha matangazo yote ya YouTube. Wale walikuwa wanataka kufanya matangazo kule YouTube wanaweza kuendelea kufanya matangazo yao, na yameboreshwa zaidi katika mfumo bora zaidi wa matangazo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye aliwahi kuuliza kuhusu matangazo ya YouTube, yes, anaweza kuwasiliana moja kwa moja tu na Yahya na ukapata maelekezo, kwa sababu tuna uboreshaji wa namna ya matangazo yatavyokuwa. Tumekuwa na uboreshaji, matangazo ya siku moja, matangazo ya wiki, matangazo ya wakati wote, yani yamekuwepo matangazo ambayo tunaweza tukakupa katika bei nzuri kabisa ya matangazo. Yahya namba yake ni 0672 476301. 0672 476301. Narudia kwa mwisho, 0672 476301. Unaweza kumpata Yahya moja kwa moja na ukamwelezea tangazo lako ni lipi. Hatujabadilika, mfumo wetu wa matangazo ni matangazo halali. Matangazo yote ambayo hayapo kwa mujibu wa sheria wa imani zetu sisi hayatuhusu. Kwa hiyo ukileta tangazo huko YouTube, hakikisha tangazo lako ni halali. Taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari vingi vikiwemo vya Mashariki ya Kati, Imarati na kwingine inasema hivi: mkuu wa zamani wa Shin Bet Ronen Bar na mkewe wameripotiwa kuondolewa haraka kutoka Falme za Kiarabu na kurudishwa Israeli baada ya mashirika ya usalama ya Israeli kupokea maonyo ya tishio linalowezekana dhidi yake. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Israeli, mfano Channel 13 ya Israeli imeripoti Jumatatu kwamba uhamishaji huo ulifanyika haraka
baada ya huduma za usalama kupokea taarifa za kijasusi zinazoonyesha uwezekano wa tishio la Irani kumlenga Bar wakati wa ziara akiwa kule UAE. Kulingana na hilo na chombo hicho, onyo hilo lilihusiana na wasiwasi kwamba mkuu huyo wa zamani wa ujasusi anaweza kulengwa wakati akihudhuria mkutano wa usalama wa kibinafsi nchini humo. Ripoti hiyo ilitaja vyanzo visivyotajwa majina ambavyo vilisema Bar na mkewe baadaye waliondolewa kutoka UAE na kurudishwa Israeli chini ya hatua kali za kiusalama. Channel 13 iliripoti kwamba Bar alikuwa akishiriki katika kile kilichoelezea kama mkutano wa usalama wa kibinafsi uliohudhuriwa na maafisa wakuu wa ujasusi na usalama kutoka nchi kadhaa. Nilipokuambia mwanzo kuwa Marco Rubio atapata upinzani mkali zaidi kwenye ziara yake ni kule UAE, kwa sababu UAE ni pure Wazayuni. Uzayuni wao ni huwa hapa. Yani hivi sasa Wazayuni hakuna nchi wanajisi wako nyumbani ya Kiarabu zaidi ya UAE. Ndio maana unaona kuwa hadi viongozi wa ngazi za juu kutwa wapo UAE na kurudi Israeli. Yani hizi ni nchi ambazo ziko kwenye uhusiano wa kamba, uhusiano wa mnyororo, uhusiano bora kabisa. UAE na Israel wapo kwenye hicho kipindi kuwa sasa hili ni tishio ambalo limetolewa upande wa pili wa Israel. Unajua wakati wa uvamizi ule wa Oktoba 7, wakati wa uvamizi wa Oktoba 7 ile 2023, vyombo vya usalama wa Israeli vilitoa taarifa kutaja kile kilifanywa na Hamas, ikiwemo kuchinja watoto, ikiwemo kubaka wanawake, ikiwemo uhalifu mkubwa ambao ulifanywa. Hivi vilikuwa ni vyombo vya usalama vya ndani vya Israeli. Hata mashirika ya Umoja wa Mataifa yakahusishwa kuwa na nyinyi mlishiriki, wafanyakazi wenu walishiriki. Israeli IDF ikienda mbali zaidi ikiwataja maafisa 7 mpaka 12 wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNRWA kuwa walishiriki moja kwa moja kwenye ule uvamizi. Umoja wa Mataifa ukaona hii kashfa haiwezi kaenda hivi hivi. Ukafungua ofisi maalum ndani ya Israeli na kutaka kila taarifa iliyotajwa na kila aliyeathirika na kadhia ya Hamas apeleke ushahidi kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa, ikiwemo waliohusishwa kwenye kuchinjwa, ubakaji na kila kitu, yani wapeleke taarifa. Ile ofisi ilihudumu takriban miezi 6 ndani ya Israeli. Hakuna ushahidi wala hakuna muathirika aliyechukua akaenda kutoa taarifa kuwa mimi ni mmoja wao. Taarifa iliyotolewa na Israeli kuwa mashirika ya Umoja wa Mataifa au shirika la Umoja wa Mataifa la UNRWA wahudumu wake walishiriki kwenye hilo, ulipelekea nchi za magharibi karibu zote kukata usaidizi kwa shirika kongwe kabisa la UNRWA ambalo lilianzishwa mwaka 1949 likihudumia wakimbizi hasa walioondolewa kwenye kile kitu kinachofahamika kama Palestina ya asili baada ya kuanzishwa Israeli mwaka 47. Wapalestina 7.5 walikuwa wameondolewa kwenye vijiji zaidi ya 550 wakati huo. Sasa wengi walibaki kuwa wakimbizi ambao walikimbilia Gaza, wengine ndio wakakimbilia ukingo wa magharibi, lakini wengine walienda upande wa pili wa Lebanon na wengine walienda mpaka Syria. Shirika la UNRWA likaanzisha mwaka 1949 kwa ajili ya kuhudumia wakimbizi katika pande zote, na lilianzishwa katika mkataba ambao ulifungamana na kuanzishwa kwa taifa la Israeli, na moja ya sharti kubwa lilikuwa la utekelezaji Israeli kuwa litahudumia shirika hilo linalohudumia wakimbizi kwa sababu ya uhalali wao pale, yani uwepo wao ni lazima ufungamane. Sasa taarifa ya Israeli kuwa shirika la UNRWA wahudumu wake ni shirika la Umoja wa Mataifa wameshiriki kwenye mashambulizi yaliyotokea Israeli, ikawa ni kashfa ambayo ikasababisha nchi za magharibi karibu zote zilikata usaidizi kwa shirika la Umoja wa Mataifa. Miezi 6 baadaye, baada ya Umoja wa Mataifa kutoa watu wake wakilishi, uchunguzi uliofanywa kwa kushirikiana na mataifa mengine ukabainisha kuwa taarifa hazikuwa za ukweli, na ukatangaza kuwa taarifa ya kuwa kuna watoto walichinjwa, kuna wanawake walibakwa si ya ukweli na haikuwepo. Kwa hiyo ikabidi Umoja wa Mataifa utangaze kuwa ile taarifa haikuwa na ukweli. Ukisikia uhasama wa Israel na UN unaenda mbali. Kwa hiyo baada ya pale, baadhi ya nchi ikiwemo Ireland, ikiwemo Hispania ziliresume usaidizi wao kwa shirika la Umoja wa Mataifa la UNRWA. Usaidizi wake likaendelea kutoa usaidizi wa kawaida. Marekani akagoma na mashirika na nchi zingine kama Ujerumani na wengine bado wakawa wamezuia kutoa misaada kwa Wapalestina kwa kile tu ambacho kilitajwa na Israeli kuwa Israeli imesema kuwa hawa walifanya hivi na hivi na hivi. Juzi
mwanzo wa wiki hii Israel ilimuua mwandishi wa habari wa Al Jazeera aliyopo Gaza. Moja ya watu waliosikitishwa sana na mauaji na wakasema wamesikitishwa na mauaji hayo alikuwa ni meya wa New York, Zohran Mamdani. Ndio akataja kuwa yeye alikuwa amesikitishwa sana na hilo tukio. Sana kuwa hivyo. Israel jana IDF wakatoa taarifa wakasema kuwa yule ambaye Zohran Mamdani alikuwa akimwonea huruma kwa kuuawa na jeshi la Israel, ambaye alionekana kama mwandishi wa habari wa Al Jazeera, alikuwa ni sniper wa Hamas. Madai bila ushahidi. Yalikuwa ni madai yaliyotolewa na IDF ambayo hayana ushahidi kuwa yule alikuwa ni sniper anaitumikia Hamas. Kwa sababu hata kina Sharif, unajua kina wale waandishi wa habari wengi waliokuwa maarufu ndani ya Gaza waliuawa wote kwa kuhusishwa tu kuwa alikuwa akifanya kazi na Hamas bila ushahidi. Ndio mara kadhaa nimekuwa nikilizungumza hili swala kuwa pale unapompa nafasi ya uhakimu mbwa mwitu, sidhani kama kondoo wote watasalimika, kwa sababu kila kondoo atakuwa na hatia. Nilizungumza miezi kadhaa iliyopita kuhusu sheria mpya ya Israeli iliyopitishwa ya kusema kuwa Wapalestina wataohusishwa na ugaidi lazima wauawe. Nikauliza nani anayewatia hatiani? Ni Israeli. Sasa watasalimika vipi kama Israeli ni wanawatia hatiani? Kwa hiyo inabaki kuwa sasa madai ya kuwa mwandishi wa habari yule ni sniper, yani au mlenga shabaha ambaye alikuwa akitumika na Hamas, kwa sababu tu wanataka wamchafue Mamdani kuwa yeye anasapoti kile ambacho kimetokea au kile ambacho kinatokea. Unajua haya mambo huwa ninayazungumza sana katika nadharia ambazo zimejaa sana hadaa. Ni juzi tu Donald Trump alilizungumza wakati alikuwa kule kwenye mkutano wa Ufaransa. Anasema kuwa Israeli aondolewe haki ya kupambana na Hezbollah na haki hiyo apewe Syria. Katika sababu ipi alisema kwa sababu Israeli hawawezi kufanya bila kuua wasiokuwa na hatia. Yani Israeli hawawezi wakafanya operation yao bila kuwagusa wasiokuwa na hatia. Alikuwa anatoaje mifano Donald Trump? Anasema kuwa wana uwezo wa kwenda kuua, wanaweza wakashambulia zile apartment. Ndani ya apartment wakatoa sababu walikuwa kimlenga mpiganaji wa Hezbollah, lakini katika apartment hawajali kuwa katika eneo hilo kuna watu wanaishi ambao hawana uhusiano na Hezbollah, lakini wao wanaweza wakamlenga Hezbollah mmoja na kusababisha mauaji ya watu wengine 10 zaidi kwa sababu tu walikuwa wamemlenga Hezbollah mmoja. Ndio kile alichokuwa anakizungumza kuwa wanaweza. Sasa walimuhusisha Zohran Mamdani na hili swala la kifo cha huku kuwa, yani nimetoka kukupeleka huku kutoka kwenye taarifa ya Ronen Bar kuwa Israeli wanadai kuwa Irani inataka kumuua Ronen Bar akiwa wapi? Ndani ya UAE. Lolote linawezekana. Israeli kaua wangapi? Yoyote inawezekana. Lakini ukiangalia hata taarifa za kunusurika kuuawa Donald Trump ambazo zimetokea ndani ya Marekani, mara kadhaa ukisikia vyombo vya habari vya upande wa pili vinakuambia kuwa Irani ndio walihusika na hilo swala, wala sio wao. Sasa kuna jana nilizungumza kitu kimoja kuhusu kauli ya Netanyahu ambaye alirudia kuwa wanataka wajiondoe kwa Marekani. Yani wajiondoe kupokea misaada wa Marekani. Huu ni muendelezo wa kile kinachoonekana kwenye uhalisia. Yani ukitoa nadharia kwenye uhalisia kuna vitu vinaonekana kwa uwazi. Kwa hiyo huu ni muendelezo. Jana Seneti ya Marekani iliunga mkono sheria inayomwelekeza Rais Donald Trump kusitisha hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya Irani. Karipio hili la karibuni la rais wa Republican kutoka bunge linalozidi kuwa na ghasia. Seneti ilipiga kura 50 kwa 48 kuunga mkono azimio la mamlaka ya vita ambalo lilipitishwa na baraza la wawakilishi mapema mwezi huu, likionyesha wasiwasi unaoongezeka hata miongoni mwa baadhi ya wa Republican wa Trump kuhusu mzozo usiopendwa ulioanza Februari 28 wakati Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kwa vyumba vyote viwili vya bunge kupitisha azimio linalomwelekeza rais kuondoa vikosi vya Marekani kutoka kwenye uhasama tangu azimio la mamlaka ya vita linalojulikana zaidi kama sheria ya mamlaka ya vita iliyopitishwa mwaka 1973. Ingawa huenda likabaki kuwa ishara tu, kura hiyo ilikuwa kikwazo kwa Trump ambaye hadi hivi karibuni alikuwa akifurahia uungwaji mkono wa karibu kwa kauli moja kutoka kwa wanachama wa Republican wa bunge. Pia inakuja huku utawala ukitarajiwa kuomba bunge kuidhinisha makumi ya mabilioni ya dola kulipia vita. Wa Republican wa Trump wana idadi ndogo ya wabunge katika Senate.
na baraza la wawakilishi, lakini wachache wameachana na rais katika masuala machache kabla ya uchaguzi katikati ya muhula mwezi Novemba, ambao utaamua kama chama hicho kitadumisha udhibiti wa bunge. Baadhi ya wa Republican hivi karibuni walipinga mfuko wa Trump wa kupambana na silaha ambao ulikuwa umeainishwa utakuwa na takriban dola 1.8 billion, dola bilioni 1.8, ili kuwalipa fidia washirika wa kisiasa ambao wanasema wamelengwa na mamlaka ya shirikisho na kusimamisha mswada wa dola bilioni 70 ili kufadhili msako wake wa uhamiaji. Matokeo ya kura ya maoni ya Reuters yalitolewa Jumanne yalionyesha kuwa ni mmoja tu kati ya Wamarekani 4 wanaoamini vita dhidi ya Irani vilikuwa na thamani ya gharama zake, na wengi wana wasiwasi kwamba makubaliano ya amani na Teherani pia hayawezi kudumu. Kura ya Senate ilikuwa kwa kiasi kikubwa kulingana na vyama, huku wa Republican 4 wakijiunga na wote isipokuwa mmoja wa Democrat wakiunga mkono. Maseneta 2 wa Republican hawakupiga kura. Katika chapisho la Jumanne jioni, Trump alikosoa kura hiyo akiita iliyopitwa na wakati na isiyo na maana, na akawashutumu wale waliopiga kura kuunga mkono kutoa faraja kwa Irani na kufanya kazi yake kuwa ngumu zaidi. Utawala wa Trump unafanya kazi ya kujadili makubaliano ya amani na Irani. Jamani, wakati kura ya bunge la chini ilipigwa, nakumbuka mwezi uliopita, niliwaambia hivi, sitegemei Senate kuidhinisha hiki kitu. Nilisema sitegemei, lakini hata mimi wameni-surprise. Lakini wameenda kupiga mstari katika kile ambacho nakiamini kabisa mimi kuwa ndio kinachokwenda kutokea. Nimeanza na hadithi ya Netanyahu kusema atajiondoa Marekani. Nimeanzia hapo. Hii ni ishara ngumu kabisa, kwa sababu tunafahamu kabisa wabunge na maseneta wengi ni AIPAC lobbying, yani ni wa shirika la kizayuni la AIPAC, yani wanaolipwa na AIPAC kuitumikia Israeli. Haya mabadiliko ya ghafla kutoka katika mabunge mawili yote yanayoendeshwa na Republican kuonyesha kuwa hawakubaliani na kile ambacho bosi wao mkuu, mfadhili mkuu Israeli anakitaka. Hapo ndio maswali mengi yanapokuja. Huenda wanasiasa wa ndani wa Marekani tayari wamesoma upepo kamili unavyovuma mitaani. Mapenzi kama nimekusomea hapa kwa wanasema Wamarekani wanasema kati ya Wamarekani 4 ni mmoja tu anayekubaliana na kwenda yani 3 wanapinga kile, yani walikuwa wanaipinga vita. Yani 4 mmoja tu anakubali, 3 wanapinga kwa hatutaki kabisa haya masuala ya vita, wala hayatuhusu, wala hatutaki hizi gharama. Yani nilisema jana kuwa Wamarekani hawakubaliani na vita, lakini walikuwa hawakubaliani na kushindwa. Lakini mara hii walikuwa wanakubaliana na makubaliano ambayo wanafahamu kabisa yamewaumiza. Kwa sababu ngoja nikupe hii taarifa ya karibuni kabisa, imetoka muda si mrefu, ambayo imetolewa na mazungumzo ya Mohammed Bagher Ghalibaf. Mkataba kati ya Iran na Marekani wa kukomesha vita vya Mashariki ya Kati ni tamko la kushindwa kwa Marekani. Hii taarifa imetolewa na spika wa bunge la Irani, mkuu wa timu ya mazungumzo ya Irani. Alikuwa anaongea na vyombo vya habari leo. Uelewa uliopatikana kule Islamabad haukuwa matokeo ya shinikizo la kulazimishwa, bali yalikuwa ni matokeo ya upinzani na mamlaka ya taifa jasiri la Irani. Nitakufafanulia. Yaani anakuambia matokeo yaliyopatikana kwenye uwanja au matokeo yaliyopatikana kwenye meza ya mazungumzo kule Islamabad haikuwa ya kulazimishwa. Yaani yalikuwa ni matokeo kamili yaliyolazimishwa kwa nguvu ya Irani, Ghalibaf alisema, akimaanisha kuwa maandishi yaliyokamilishwa kupitia upatanishi wa Pakistani, yani makubaliano yaliyosainiwa. Ndio maana mkataba wa maelewano wa Islamabad ukawa tangazo la kushindwa kwa Marekani, alisema, akiongeza kuwa usalama katika Mashariki ya Kati lazima uhakikishwe na nchi za eneo hilo, sio utoke kwa Marekani kama hisani. Anasema, tunachukulia kuondolewa kwa vikosi vya kijeshi vya kigeni kutoka eneo hilo kama lengo la kimkakati, kwa sababu sio tu kwamba havijengi usalama endelevu, lakini pia ni chanzo cha kutokuwa na utulivu, Ghalibaf alisema, ambaye pia ni spika wa bunge la nchi yake. Yeye alikuwa akihutubia mkutano katika mji mkuu wa Azerbaijan, Baku, Jumatano, ambao ulitangazwa kwenye televisheni ya Irani. Marekani yenyewe inashikilia kambi za kijeshi Mashariki ya Kati, na nchi mwenyeji zililengwa na mashambulizi ya Irani wakati wa vita ili kulipiza kisasi kwa shambulio la bomu dhidi ya Irani na vikosi vya Marekani na Israeli vilivyoanzisha vita hiyo. Ghalibaf anasema, tunaona mustakabali wa eneo hilo si katika mapambano bali katika muingiliano, na si katika kuondoa bali katika kuishi pamoja.
Ghalibaf alisema katika kile kilichoonekana kuwa ni mazungumzo dhidi ya mataifa ya Ghuba yaliyolengwa na mashambulizi ya Irani. Mjumbe mkuu wa mazungumzo wa Irani pia alisisitiza kwamba amani nchini Lebanoni ilikuwa nguzo ya msingi ya kufikia makubaliano ya uhakika na Washington. Kwetu sisi, mapigano nchini Lebanoni yamekuwa na ni muhimu katika mapigano nchini Irani, na ni mwisho wa vita nchini Lebanoni umekuwa muhimu kama vile mwisho wa vita nchini Irani. Ndio anayazungumza hayo. Sasa kile kimefanywa na wabunge wa Marekani ni kile kinachoonekana kwa uhalisia, na ni kile ambacho kilizungumzwa na Netanyahu jana pia, akirudia kuwa tunataka kujiondoa kwenye makucha. Wanasiasa wa Marekani wanaona nadharia halisi clear kabisa. Yani clear kabisa, tunakoelekea kuko wazi. Labda uamue kujipumbaza mwenyewe, uamue tu sio kweli, hiyo haiko hivyo. Lakini ukitaka uhalisia ndio utakupa uhalisia kuwa kuna mabadiliko makubwa sana ya kisiasa, mabadiliko makubwa sana ya kiuchumi, mabadiliko makubwa sana ya muundo wowote ujao wa uhusiano kati ya Marekani na Israeli, ambao unakuja kwa kasi sana, tena kwa gharama kubwa sana. Kwa hiyo Israeli wanayo alert ambayo inapiga ile alert na kuwajulisha kuwa mabadiliko hayaepukiki ndani ya Marekani. Mabadiliko hayaepukiki katika uhusiano wa Marekani na Israeli. Lakini hii sasa ndio inakupa ishara, inatoa taswira kamili kuwa lazima Israeli wajipange, kwa sababu yale waliokuwa yakiyaishi ambayo waliyazoea, tunaweza tukafanya lolote hafu tukajipa maelezo rahisi tu kwa Marekani, kwa sababu Marekani ni mshirika wetu ambaye anavumilia uhalifu wetu wote na hawezi kutufanya lolote. Yamepitwa na wakati. Rahby Digital, haki na ukweli.